Shalom, shalom, shalom kaka na dada kutoka pande nne za dunia. Kaka na dada, habari njema ya siku ya leo ni kwamba Yesu Kristo wa Nazareti alituahidia Roho Mtakatifu. Yesu Kristo wa Nazareti alituahidia Roho Mtakatifu. Na ndio maana ninakualika mtoto wa Mungu kuweza usikiliza vizuri ujumbe wa siku ya leo. Na kabla ya kwenda usikiliza ujumbe wa leo, basi ninaukaribisha katika maombi ya kufungua huduma ya siku ya leo. Tuombe. Baba mtakatifu, mtakatifu sana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunayo sababu ya kusema asante, maana tunaamini kwamba kwa kuona pambazuko za leo au mchana wa leo au jioni ya leo ni kwa neema na rehema na fadhili zako zinazodumu. Tunakushukuru Bwana kwa kutupigania, maana umetupigania vita tusingeweza kujipigania sisi, maana umetuonekania Bwana, maana umetutetea, maana umetusemea mahali ambapo sisi tungeweza upata hata neno ya kusema. Tunasema asante Bwana, maana umetuepusha na ajali ambayo sisi tungeweza kuepuka. Tunasema asante Bendereza, tunasema asante Bwana mabwana, unastahili Bwana. Na ndio maana tukubalie muda na saa hii tukatinyenyekeshe, tuanguke kifudifudi chini ya msalaba mtakatifu. Bwana Yesu, tukileta mioyo yetu tukisema tupeleleze, angalia kama tunastahili mbele zako, maana mpapo unaona Bwana upungufu. Angalia mawazo yetu, fikiria zetu, angalie kama tunastahili. Angalia kuwajibika kwetu mbele zako Bwana, maana ambapo tumekuibia muda, maana ambapo unaona Bwana upungufu. Mimi nasema nifinyange, mimi nasema nikanyange, maana unanifahamu kuzidi ninavyojifahamu. Moyo wangu uko wazi mbele zako Bwana Yesu. Nasema nifinyange kama mfinyanza anavyofinyanga udongo. Naomba nifinyange, unipe moyo mpya, moyo unaofanana na moyo wako Bwana Yesu, niweze ustahili mbele zako Bwana mabwana. Na ukisha nioshe na kunitagasa, naomba uoshe watoto wako wa kiume na kike. Tazama Baba, huyo binti, huyo kijana, huyo ambaye anatoa machozi, anasikitika, anaomba rehema, anafanya toba na msamaha. Yesu muoshe, Yesu mutagase, Yesu musafishe, maana tunakubali Bwana Yesu we ni sabuni. Tunakubali Bwana Yesu kama vile mfinyanzi, ndivyo na sisi tunavyoomba utufinyange, na ndivyo kama vile mfuaje anafua nguo, hivyo hivyo tunaomba tufue nasi. Fua mioyo yetu tuweze kufanana na wewe Yesu. Asante kwa damu yako ya ukovu, asante kwa damu yako ya msamaha, asante kwa damu yako inayotiririka, asante kwa bomba lako ya damu yako Bwana inayotoka ruavoni. Asante Bwana Yesu, asante bosa krabaka talabasa konde la bashirobosa krabasiko tirabasa kandela basa kariko torobosako. Yesu, tunasema asante kwa damu yako, maana damu yako inaosha, maana damu yako inasafisha. Asante Bwana Yesu. Maandiko yanasema katika Injili ya Yohane sura ya 8 mstari wa 36, Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru. Tumefanywa huru kwa damu ya mwana wa kondoo. Na ndio maana tunakuomba Bwana Yesu, basi tujalie Roho wako. Karibu ewe Roho Mtakatifu, uwe mratibu. Fungua moyo wa kila mmoja kwa ajili ya kuweza usikia ujumbe wa leo, uweze kumfungua, uweze kumbadilisha, uweze kufanya kitu kipya ndani ya maisha yake. Asante Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu.
uwe muratibu wa huduma ya leo, uwe muratibu wa neno la leo, uwe muratibu wa kila neno lolote ya siku ya leo. Asante Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu. Kwa kuwa uko mahali hapa, basi milango ya muovu, milango ya ibilisi imefungwa, maana amenyanganywa kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Karibuni kaka na dada katika ujumbe wa leo. Neno la Mungu la leo inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 1. Nasoma mstari wa 8 hadi wa 9. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mutapokea nguvu, na mutakuwa washahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi ya yote ya Yudea na Samaria, na hata mwisho ya dunia. Baada ya kusema hayo, wote wakiwa wanamtazama, alichukuliwa mbinguni, wingu likamficha, wasimuone tena. Hilo ndilo neno la Bwana. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno la leo. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Mungu, neno la Mungu inakuja kutusaidia leo. Mwanzo nilisema kwamba habari njema ni kwamba Yesu alimwahidi Roho Mtakatifu. Maana Yesu alituahidia kutupelekea Roho Mtakatifu, kutupa Roho Mtakatifu. Nikasema kwamba asipokuwepo Roho Mtakatifu hatuweze kuelewa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana anasema kwamba mutapokea nguvu. Mutapokea nini? Nguvu. Kunayo nguvu Yesu anazungumuza. Yesu Kristo tukisoma akisema kwamba Roho Mtakatifu, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mutapokea nguvu. Mutapokea nguvu. Hatuweze kuwa washahidi wa Bwana bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumesifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Nazungumza na kila mmoja. Nataka niseme hatuweze kuwa watumishi wa Bwana bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Itakuwa ni uongo kabisa. Maana ni ahadi. Yesu anawaahidia wakati anakaribia kupaa mbinguni, wakati anakaribia kumrudilia Baba yake. Akasema kwamba wakati Roho Mtakatifu, sema Roho Mtakatifu atakapokuja, atakapowashukia, mutapokea nguvu. Kisha ya kupokea nguvu ni kwenda kushuhudia. Maana kwenda kumshuhudia Yesu Kristo ambaye ametundikwa msalabani, kwa sababu ataendelea kusema tena, kwa kuwa Roho Mtakatifu mtakayepokea, maana yeye atakuwa mshahidi wangu, maana atawakumbusha yote yale ambaye nimewafundisha. Roho Mtakatifu anakuja kutukumbusha. Maana yake ni mwalimu, ni mkumbusho ya yale Yesu ambaye alikuwa amefundisha, ya yale Yesu aliyokuwa amesema, kwa ya yale yote ambayo ni maandiko matakatifu. Hatuweze kuyaelewa asipokuwepo Roho Mtakatifu. Angalia mataifa mengi, tukiangalia Amerika, tukiangalia Australia, tukiangalia Kanada, tukiangalia Europa, tukiangalia mataifa mengi, wengi wamezama. Wengi wamemwacha Mungu kwa sababu hawajaelewa, hawajamtambua, kwa sababu yo Roho Mtakatifu. Maana yake tuendelee kuombea ulimwengu nguvu ya Roho Mtakatifu. Kaka na dada, tuendelee kuombea ulimwengu Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana lete mabadiliko katika watoto wa Mungu. Roho wa Bwana lete mabadiliko katika watumishi wa Mungu, waweze ushuhudia ukweli katika roho na ukweli.
kaka na dada, wanaoomba waweze kuomba katika roho na ukweli, katika ukweli, katika nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ukisoma kitabu cha Warumi 8:14, wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ndio watoto wa Mungu. Ikiwa tunahitaji kujiorodhesha kwa Yesu, tunakubali kujiorodhesha kwa Yesu, basi tukubaliane na Roho wake. Tumwambie leo, Yesu, tunahitaji Roho wako. Tunahitaji Roho wako aje ndani yetu, aje tuwezeshe, atutie nguvu, atuangazie, atuongoze kwa kila tunalolifanya, abadilishe akili zetu, afungue akili zetu. Wengi wanatembea lakini akili zimefungwa, hawajui wako wapi, hawajui wanafanya mambo gani. Na ndio maana tunahitaji Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana ni mwangaza, atakapokuja atatuangazia, atatuonesha yale ambayo tunapaswa kutenda, atakuonesha jinsi tunavyoweza kusimamia familia. Wewe baba wa nyumba, atakuonesha wewe mama wa watoto jinsi unavyoweza usimama kama mama. Atakuonesha jinsi unavyoweza usimama kila mmoja katika wito wake, wewe mtumishi. Na ndio maana leo tunahitaji Roho wake Mwenyezi Mungu. Huyu Roho Mtakatifu akija ndani yangu, yakana yamekwisha, mambo mapya yanaingia. Maana kija ndani yako, mambo mapya yanaanza. Hautawaza kama vile ulivyokuwa unawaza, hautaongea tena kama vile ulivyokuwa unaongea. Kuna mambo yatabadilika, kuna mambo yatabadilika. Na ndio maana tunasema Roho wa Bwana akija analeta mabadiliko. Lazima hakuwepo mabadiliko. Maana ambapo Roho wa Bwana anapoingia, anapokuwa, mabadiliko na kuwepo, mambo mapya na kuwepo, milango inafunguka. Yaliyokuwa yameshindikana anawezekana, kwa sababu Roho Mtakatifu anaokuja. Yote nawezekana, yote nawezekana, hakuna lisiyowezekana kwa imani. Yesu, nampenda Yesu, maana amenipenda na nikiwa ningali mchafu, akakubali kuchukua uchafu wangu. Sijui kama unasema namna gani. Siweza nikanyamanza na utangaza tena msalaba wa Yesu, ambaye ametufia, ambaye ametukombolea kupitia msalaba, kwa kutundikwa msalabani, kwa kubali kuzibiwa. Na leo tunasikia kwamba anapotaka kujirudilia kwa Baba, mutapokea Roho Mtakatifu. Tukubaliane naye ili tuweze kupokea Roho Mtakatifu na tumushuhudie. Tangaza kazi ya Yesu, tangazia wengine kama Yesu anaishi. Waambie ambao wanateseka, wangara wanakimbia, wanaenda kwa waganga wa kienyeji, kwamba ndipo watafunguliwa, na ndipo watapata watoto, na ndipo wataolewa, na ndipo watatajirika. Nasema ole nyinyi ambao Bwana amewatendea mema, nyinyi Bwana ambaye anaenda kuwafungua. Enda mkashuhudie wengine, waambie habari ya Yesu. Yesu kama ndiye anaweza, Yesu anaweza kufungua njia, anapasua njia mahali ambapo njia haipo. Wewe ambao unanyanyasiwa, nataka nikwambie kwamba kimbilia kwa Yesu. Yatakutetea, yatakupigania hapo mahakamani. Haijaisha una wa kukutetea, hauna wa kukusimamia. Yatakusimamia, atakusimamia. Yale ambaye wamekunyanyasa, inaonekana unaweza ukafikiri kwamba hauna hukupigania. Yesu iko kazini. Yesu asinzi, anaona shida lako, anaona magonjwa yako. Wewe ambao umekata tamaa, unaona magonjwa hayawezi kupona, nataka nikwambie kwamba amini. Yesu ingie ndani yako. Mwambie Yesu, naomba leo nihurumie. Na ndio maana ninakuongoza katika sala hii. Rudia maneno haya, wewe ambao unataka kuanza upya. Unataka kabisa kumrudilia Yesu Kristo wa Nazareti aliyotundikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi mtoto mpotevu, naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zile ambazo sizifahamu.
ninakubali kama umekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Naomba leo, taja jina lako. Mimi kuanzia leo Jumanne tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, ninakuja mbele zako muda wote ambao nabakiza kuishi hapa ugeneni, hapa ulimwenguni. Nasema karibuni Bwana Yesu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina, amina, amina. Ongera sana wewe ambao umekubaliana na Yesu. Ongera sana wewe ambao umekubali kuanza maisha mapya, ambao umekubali kumrudilia tena. Na muda huyu tunaenda kuomba tena. Ikiwa ni mgonjwa, weka mkono mahali ambapo unaumia, mweke ambaye unamuunguza hospitalini. Ikiwa wewe ni mjamzito, weka kwenye tumbo lako. Ikiwa wewe ni tasa, weka kwenye tumbo lako. Na ukiamini, maana ukiamini na mwezi huyu unaweza usiishe kabla hujafunguliwa tumbo lako. Unaamini kama Yesu anaweza kukufungua, kutoa katika jina lako ya utasa, kulifuta na kuweza kulifuta kabisa, isirudie kutajwa ndani ya maisha yako. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninasema asante kwa ajili ya neno lako. Na ndio maana basi ninamleta mtoto wako wa kiume na kike ambaye naamini muda na saa hii, hakika kwa ajili ya magonjwa sugu, ambaye ameteseka muda mrefu, amekaa hospitalini muda mrefu, ameteseka Bwana, magonjwa sugu, wengine magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ambayo ni madonda ya tumbo, amezuia siweze kuzaa, amezuia siweze kupata mtoto. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba muda na saa, nyosha mkono wako. Naamini mkono wako unaweza, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu atendaye kazi, katika jina la Yesu. Naamuru tumbo hiyo ambaye madonda yaliyokuwa ndani yako, na yafuta kwa jina la Yesu, na yaondoa kwa jina la Yesu. Uweze katika mwezi huyu, haijalishi amekwambia kwamba hauwezi upokea mtoto kwa sababu ya madonda, na yaponde madonda hayo kwa jina la Yesu. Wanabasakraba shirabasakraba bosharabobo sakataraba rakandrobo shirabasakandrobo shirabasakurobobo, na yaponde kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Nenda kuombea kiumbe kilimo ndani yako mama huyu ambaye ni mjamzito. Haijalishi amekwambia kwamba kimepinga, amekwambia kwamba mtoto haiko vizuri, lakini muda na saa hii nasema Yesu, gusa katika tumbo ya mama huyo. Muda na saa hii na dakika hii, ende utengeneza, regesha kiumbe hicho. We ni muumbaji, muumbe upya, mfinyange upya, mtoto rudie nafasi yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao umerekebisha watoto, umewaweka sawa tena walio tumboni. Na kushukuru sana Bwana, mfalme mwema, Bwana wa mabwana. Naomba enda kuwagusa tena waliofanya hajari, walio na madonda. Mungu enda kuwafinyanga, finyanga mama yule mguu wake, finyanga Bwana Yesu, finyanga Bwana, finyanga madonda yale, na yakausha kwa damu yako Bwana Yesu, na kausha madonda yale. Haijalishi alikuwa na kisukari, na kausha kwa damu yako Bwana Yesu. Nenda kudondoka tena, enda utenda Bwana wa mabwana, enda utembelea katika mahodini, wala ambao wanalala wajitikise kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na chilia damu ya Yesu inaenda kunena mema, inaenda kunena uzima, inaendelea kuponya, inaendelea upita popo sakraba kata basa kandrobo rakasakata rakasakurobo sakaturobo rakandra bashira basako. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unaendelea kuwaponya. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unaendelea kuwagusa. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unaendelea
kuwafinyanga. Asante mkombozi, asante Bwana mabwana, asante Adonai, asante Shidai, asante Bwana. Nasema asante Alfa na Omega. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unawaponya. Wasaidie wale ambao wanaenda mahakamani, wasaidie wale ambao wananyanyasiwa. Bwana watembelee, uwe mtetezi, uwapiganie, maana ile vita sio yao, hawaweze tena. Angalia mama nasema siweze tena, musaidie tena Bwana, mupiganie, musaidie na yule ambaye anahitaji kazi, hata wafanye namna gani, hata mengia na roho ya kunungunika. Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, unajua kazi uliyomwandalia Baba, musaidie haweze utunza familia, haweze kulisha familia, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kota zilizosimama naponda kwa jina la Yesu, naziangusha kwa jina la Yesu. Vizuizi vilivyosimama na vifungwa kwa jina la Yesu. Laana zilizosimama naponda kwa jina la Yesu, nafungwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Watoto wako wafanikiwe, watoto wako wafunguliwe kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, maana tunaomba kwa machache lakini unajibu kwa wengi. Naombea wale ambao mimba zinaingia zinaharibika, muda na saa Bwana Yesu nasema gusa tumbo zao. Asante Bwana Yesu kwa sababu umegusa. Asante Bwana, haya machache tumeyaomba na tena tumeyaamini kama naenda utendeka. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ubarikiwe sana mtoto wa Mungu. Endelea kuomba tena na tuendelee katika kipindi hiki kuendelea kumkaribisha Roho Mtakatifu kama Yesu Alhamisi anarudia, tunaposherehekea sikukuu, anaporudia kupaa kwa Baba yake. Maana Roho Mtakatifu tutakapopokea atuwezeshe kwenda ukomara kiimani na kusonga mbele na kuamini kama yote yanawezekana tukiwa na Yesu. Yale ambayo nayaona hayawezekani, maana ambapo unaona ni magogo, ni milima, na kuambia kwamba nawezekana kwa Yesu. Ubarikiwe sana. Mungu anakupenda, nami ninakupenda, lakini mimi na wetu tutafakari juu ya mwisho wetu, hatutatenda dhambi kamwe. Amina. Tafakari juu ya mwisho wako, hautatenda dhambi kamwe.